Wangu jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wanyonge. Na leo nataka kusungumuza. Kwanza nataka nisungumuze hii mambo ambayo naona seneta mmoja ambaye amekosa malekeo. Akiamka asubuhi ni Gavana George Natembeya. Akichukua lunch ni Natembeya. Akienda kulala Natembeya. Amekosa agenda ya kusungumuza kwa kaunti yake ambayo ni Seneta Cherigei. Nataka nikumbushe Seneta Cherigei jambo moja, ya kwamba mheshimiwa gavana wa Trans Nzoia ni gavana ambaye anaelewa katiba ni nini, na ni mtu ambaye amejua ya kwamba msingi ya sheria ni nini. Kwa sababu Natembeya amekuwa regional commander, Natembeya amekuwa DC, Natembeya anafahamu sheria ni nini na anaishi kwa sheria. Ndio maana nasema kwamba sheria ni Natembeya na Natembeya ni sheria. So nataka nikomeshe Seneta Cherigei ya kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya sio rika yako. Tafadhali kwa heshima ya hali ya juu, ya kwamba hatuwezi danganywa na mambo ya pumbafu na ujinga ya baadhi ya viongozi ambao wameshindwa na kazi. Sasa wanataka kulaumu George Natembeya ambaye anafanyia wananchi kazi. Ndugu zangu, yale ambayo gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, rais wa 6 mtarajiwa mwaka 2027, anafanya kazi kwa misingi ya katiba letu. Na Natembeya hajaifunja sheria ya taifa la Kenya, wala haana mpango yoyote ya kugandamiza katiba na sheria ya taifa letu la Kenya. So nataka kuambia wale ambao wanadhani ya kwamba watatugandamiza na mheshimiwa gavana Trans Nzoia George Natembeya kwa sababu maslahi yao ya binafsi. Nataka niambie serikali ya Kenya Kwanza pamoja na EACC pamoja na Seneta Cherigei ya kwamba sisi kama wafuasi na sisi kama watu wa ground ya mheshimiwa gavana Trans Nzoia tuko na agenda moja tu, agenda ya kuondoa maskini kule Luhya land. Agenda ya pili na agenda ya kuweka Waluhya pamoja. Agenda ya tatu ni kufanya Mluhya kuwe na usemi katika kwenye siasa ya taifa la Kenya. Hizo ni agenda tatu ngusa ambayo mheshimiwa gavana Trans Nzoia George Natembeya, mchapakazi Simba ya Western, hako nalo ndiye anafanya agenda kama hizo, ili sisi kama vijana ambao tumedharuliwa muda mrefu kwa siasa ya taifa la Kenya tushimike. Kwa sababu ukiangalia Natembeya namna anafanya kazi kule mashinani, hakuna kiongozi wowote ambaye anafanya kazi hivyo. Ameshinda mheshimiwa William Ruto kwa umbali zaidi. Ameshinda magavana wote kwa umbali, kwa sababu hakuna mtu wowote mwanasiasa kiwango ya gavana Natembeya ambaye anaweza weka hema kusikiza malalamishi ya wananchi asubuhi saa 1 hadi saa 12 jioni. Hakuna. Baadhi ya magavana utapata kwamba wanakula roda, wanakula raha katika kwenye moteli kubwa kubwa. Lakini mheshimiwa George Natembeya utapata kama saa 1 asubuhi ameweka hema pale, anashughulikia wale watu ambao walirauka kumchagua yeye tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kwa sababu anafahamu ya kwamba yeye ni msingi yake ni kufanya kazi ili abadilishe taswira ya umaskini ambayo imeenezwa muda mrefu kule maeneo ya magharibi. Ndio maana tunasema kwamba ukigusa Natembeya umetugusa roho zetu. Ukijaribu kukuja wrong side kwa Natembeya utatupata, tutakugwara zaidi na tutakugwara vilivyo, kwa sababu tunaheshimu katiba na tutakugwara chini ya katiba, hatutakugwara nje ya katiba. Ndio maana kuna siku mheshimiwa gavana Trans Nzoia amesimama akatokana mheshimiwa rais. Hajawahi na hatawahi, kwa sababu anajua katiba ni nini. Hatawahi, kwa sababu anajua katiba inalinda mheshimiwa rais, na katiba hilo moja imempea kama gavana uhuru ya kusungumuza. So anasungumuza within katiba. Ndio nataka kuambia wale vinyangarika, wale kikaragosi ya serikali ya Kenya Kwanza ambao wanataka kublackmail mheshimiwa George Natembeya, hatutaruhusu. Sisi tuko kazi kufanya kazi ile Trans Nzoia County ikuwe na mambo ya maendeleo, ili vijana wa mama waondolewe katika misingi ya umaskini. Then unapata wamfala fulani wanakaa kwa kona ati wanapanga jinsi ata impeach governor. My friend, tunangoja mtiso wa Trans Nzoia. Itakuwa ngumu kwako, na hii inakudhibitisha kama mjukuu mtu wa mkono ya mheshimiwa George Natembeya. Ukijaribu kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya, utahama Trans Nzoia na jamii yako na familia yako wote. Hatukubembelezi, kwa sababu unatuletea siasa wakati governor Yesu Mesia anafanya kazi ili aondoe watu wa Luhya na jamii zote, kabila zote kule Trans Nzoia kwa maskini. Kwa sababu governor huyu amepanga kila kabila. Hakuna kabila ambaye ananungunika Trans Nzoia. Wote pamoja ameweka ndani ya serikali. Anashughulikia wananchi wote ambao wanaishi Trans Nzoia. Hajabagua wewe ni Mkusu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkaleji. Hajabagua mtu wote.
wote wanaloishi Trans Nzoia, George Natembeya amewapanga vilivyo. Hakuna mtu ananungunika. Then unapata watu ambao wanaiba mali ya serikali kuu, wanaiba pesa yetu, then wanataka kutupangia namna wata-impeach governor. My friend, tunakungoja wewe MCA utapewa pesa na serikali ya Kenya Kwanza ulete motion ya kuimpeach governor. Tunakuhakikishia leo tarehe 31 mwezi wa 5 tutakuchoma boma lako. I will not fear to say. Hatuwezi fanya siasa na maisha wa Kenya. Wakati wa Kenya wanahangaika, viongozi wanakula raha, unapata wamekaa Serena, moteli kubwa kubwa, wananchi kule kwao chini, watu wanahangaika, watu wameparara kama Burkenge. Wakati Natembeya anaondoa watu kwa maskini kwa parara, wao wanapanga namna jinsi wata blackmail governor Trans Nzoia, jinsi watapanga njama wa kuimpeach governor. Tuko tayari kuongoja. Wewe kama ndio utatumika, mimi pia nakuambia kama mtu ya mkono ya mheshimiwa governor Trans Nzoia, mimi kama kijana wake wa kazi, ninakuhakikisha kwamba ukileta motion tutachoma familia yenu yote Trans Nzoia mzima ishi. We cannot allow nonsense. Tupe ground ambayo inafanya Natembeya anafaa kuilikuwa impeach. Tupe ground. Ni ground ipi? Mmeleta allegation ya ujinga ya kwamba Natembeya ameiba 1.4 billion. Mkaambia ameiba wapi? Auleti. Ukaleta motion nyingine tena kwamba Natembeya alikuwa amepokea rushwa ya zaidi ya milioni 2. Mkaambia ni mlalamishi ni nani? Hakuna. My friend, siasa ya Kenya Kwanza tunaelewa. Governor Trans Nzoia tunamfahamu vizuri. Hajawahi funja katiba. My friend, mimi kama mtoto wa Natembeya chini ya uwepo wake, my friend, jaribu kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya. Ninakuhakikishia leo tarehe 31 mwezi wa 5. Wewe MCA utakao danganywa na mtu wa Kenya Kwanza, uchukue pesa. Hiyo pesa itakuwa ya kwamba uhamishe na familia yenu kule Trans Nzoia. But kama unaishi Trans Nzoia, tunafahamu nyumba yenu, tunafahamu jamaa yenu. My friend, tunakuambia kwamba tutachoma boma lenu. Hatutapangiwa. Wanaume wanaimba sahi, enda KPA Mombasa Port 100 billion, pesa ambayo inafaa kujenga Mombasa, mabarabara ya kaunti ya Mombasa. Haiko. But unapata wanaume wanashinda kusungumuza. Then sasa wanataka kutuambia, unajua kwamba sisi, my friend, tunataka Cheregei na marafiki zake na EACC, wale wakora wa EACC, watuambie ni amehusika na kuiba mali ya Mombasa Port KPA 100 billion. Pesa ambayo ilikuwa inafaa kujenga barabara ya Mombasa County. 100 billion. Sisi wamenyamaza kwa sababu marafiki zao ndio wameiba. Wale waliochangia kuwapea kazi kwa EACC ndio wanahusika na mambo ya wizi ya 100 billion kule Mombasa Port. Kwa nini EACC asungumuzi? Kwa nini Cheregei bana anasungumuza na Natembeya ni mwizi? Kwa nini asungumuzi? Kimani Chungwa wako wapi? Si asungumuzie mambo ya 100 billion KPA Mombasa Port. Pesa ambayo inakuwa nafaa kujenga barabara za Mombasa County kwa sababu zile trailer zimeharibu. Wanaume wamejilimbikizia 100 billion kwa mfuko zao. Wanaangalia governor Trans Nzoia kuwekelea makosa. We are ready. Nasema ya kwamba tuko tayari na governor tuta defend and till the last minute. Hatutaruhusu ujinga mtu akuchezea na governor Trans Nzoia. Hatutaruhusu. Tuta defend mheshimiwa governor kwa sababu anafanya kazi. Atu defend governor kwa sababu anatupea pesa. Tuna defend governor kwa sababu vijana wa Trans Nzoia wamepewa kandarasi na Natembeya. Nitajie governor gapi ambaye mpeana taenda kwa vijana? Kuna Oli Natembeya nimepeana kandarasi Trans Nzoia kwa vijana kama sisi. Watu ambao wazazi wao hawana chochote. Natembeya unapea kandarasi hizo ndogo ndogo. Kandarasi ya 200,000, kandarasi ya 1,000,000, kandarasi ya 500,000, kandarasi ya 400,000. Natembeya anapea vijana kule. So wengine ambao wamekwamia kandarasi, mtu anakudanganya affordable housing, anapewa wabunge wenzake. Anapewa viongozi ambao ni bwenyenye. Natembeya akipea maskini ya Trans Nzoia Natembeya mbaya. Lazima watu wa Trans Nzoia watoke umaskini chini ya mheshimiwa governor George Natembeya. Na hapo ndio tuko na atubanduki. Na hii inatoa warning kwa Senator Cheregei. Ndugu yangu, fanya lolote unafanya, lakini ukijaribu kuonga MCA mmoja kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya, mimi kama mjukuu wa bunduki nitahusika na kuchoma boma la huyu mtu. Hatutaki pusi. Hatutaki pusi. Hatutaki pusi. Hatutaki pusi. Hatutaki tutaki pusi ndugu zangu. Hatutaki pusi. Hii ndio mmeyumbusha Kenya. Serikali ya gatuzi haiwezi enda vizuri. Serikali ya gatuzi haiwezi enda vizuri kwa sababu gani? Kuna watu wanataka kugandamiza wananchi wa kwenu maskini. Kuna watu tu wamekaa tu mlani, tabia zao ni kufanya Wakenya wakuwe kikaragosi. Tabia zao ni kufanya Wakenya wakuwe watumwa. My friend, mimi kama mjukuu kijana Uhuru Kenyatta, kijana wa ground ya mheshimiwa George Natembeya, hatutaruhusu tena umaskini hapa Kenya. Lazima tufuate watu kama sampuli ya Natembeya.
sampuli kama Uhuru Kenyatta. Ndio Uhuru Kenyatta kuna vijana walikuwa wanashikwa kiobela. Hakuna. Lazima tukatae ufuzi kama hiyo. Lazima tutafuate sampuli kama watu. Mimi nasema hii Kenya kuna viongozi watatu naweza pigania. Nipiganie Maina Njenga, chairman mwenyewe, nipiganie Uhuru Kenyatta baba yangu, nipiganie mdosi wangu, Governor Trans Nzoia, rais wa sita. Hao ni watu ambao wanajali maslahi ya vijana. Then unaambia watu wanakaa fulani, wanatuambia anatembea si corrupt. Ameiba nini? Kama anatembea ni muizi, tuambie ni nani amekula 100 billion ya Mombasa Port ambayo ilikuwa inafaa kujenga barabara Mombasa County. Hatutapangwa na mambo ya puzi. Ati mtu mwanasiasa fulani akiinuka kuisaidia wa Kenya, huyu ni mbaya. Hatutakuwa praise and worship ya Kenya kwanza. Hatutakuwa praise and worship ya mambo ya broad based government. Hatutakuwa praise and worship ya watu ambao tusaidii. Mimi napigania natembea kwa sababu nimedhibitisha kwamba vijana wa Trans Nzoia wengi wao wamepewa tenda na serikali ya George Natembea. Wale squatters nimedhibitisha Governor Trans Nzoia wamewajengea nyumba. Ananunua shamba kisha anawajengea. Kila mtu anapea nyumba yake. Then Ruto anatupigia story, atarajenga affordable housing. Atarudinga anatoa 5 acres. Kwa sisi mafala kiasi gani? Nini anapata? Kwa hiyo 5 acres. Kuna masquatter wangapi ambao leo uchaguzi ya 2007 walipoteza mali zao? Si angepea wangedonate hiyo shamba kwa masquatter ya wale Wajaluo ambao walikuwa wametoroka vita 2007. My friend, mimi naambia wa Kenya ya kwamba the best man ambaye kuna solution ya tatizo la Mkenya ni Mheshimiwa Governor Trans Nzoia George Natembea. Kwa sababu kama anaweza jali maskini wa Trans Nzoia, anaweza jali maskini kule kwao. Vijana kama rika yangu ambayo baba yao hana chochote, baba yake hana jina, but unapata kwamba the end of the day anapewa kandarasi na governor. My friend, is the best man. Huyu ndio kiongozi bora Kenya letu. Huyu ndio kiongozi bora. Ameshinda William Ruto. William Ruto anafanya uongo, hatuoni. Affordable housing inajengwa hapa Nairobi, Mkuru Kayaba. Imejengwa hapa South Sea. Hakuna kijana rika yangu ambaye anapaka rangi hapo. Mimi napaka rangi hakuna. Najua wabunge ambaye najua mbunge mmoja ambaye amepewa kandarasi ya kuchoma dirisha kwa affordable housing. Najua vizuri. Najua mbunge pia ambaye amepewa tenda ya plumbing. Bana mwache kutubeba fala bwana. Wacha kutubeba fala. Kama mtu wa ground ya Mheshimiwa George Natembea, niko hapa kudefend kiongozi wangu kwa yale ambayo anafanya. Akifanya makosa, mahakama tunapatana kwenye mahakama. Lakini ojanja na ukora ya wakora ya kisiasa inaisha kwa mlango ya mahakama. Kwa kiingia ndani ya mahakama ojanja yao inaisha. Kwa sababu pale ni sheria na evidence. Kama kuna unapigwa teke. Hatuwezi kuwa tunanamia Kenya kwanza. Hatuwezi namia broad based government. Hii broad based government wa Kenya wengi wanaenda kuacha kusoma kwa sababu pesa zote wanabeba wananunua nayo watu. Weekend mtu anatoa 100 million. Hiyo pesa inatoka wapi? Then unapata saa hii wanataka kupunguza tena masuala ya kusponsor mambo ya education. Help. Wametoa 200 billion pesa ya inafaa kusomesha maskini. Kwa sababu hawana haja watoto wao wasomi public university. Then unapata sisi tuanamia. Msiwezi ndugu yangu. Mimi nasema ya kwamba niko kwa Natembea siami until akule kiapo kama rais wa Kenya. Niko kwa Uhuru Kenyatta siami kwa sababu lengo ya Uhuru Kenyatta ni kufanya jamii fulani pia kuwe president. Na hiyo ndio lengo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Bigai. Anataka kabila mingine pia kuwe president. Sio Mkalenjin, Mkikuyu. Hiyo ndio lengo ya Uhuru Kenyatta. Ndio maana tunasema kwamba tunaamini Uhuru ya kwamba ataunga Mheshimiwa Natembea kama president. Kama sio Natembea ni Matiang'i. Two men. My friend. Then tunaweza pika tena mbisi tuangalie Mheshimiwa Wakili Stephen Daktari Kalonzo Musyoka pia. Wao ni watu ambao kuna busara kuongoza taifa letu. Bwana, mimi sitaki nidanganye Mkenya. Enda Trans Nzoia uconfirm yale ambayo nakuambia. Senator Chergai wanaofia kwa sababu 2027 tunaenda kuchukua viti zote Trans Nzoia. Tunaenda kuchukua women rep Trans Nzoia, Muluya, Senator Muluya, Governor Muluya. Raundi mnaenda kukula jeuri yenu. Ndio mjua kwamba tunabembeleza. Hatuwezi kubali nyinyi. Hatuwezi kubali upusi. 2027 lazima tuambie watu kama watupendi constituency mbili mkaa nayo. Lazima tuheshimiwe. Muluya amedharauliwa, Muluya amedunishwa. Ati mkazi Muluya anasafanya hii Kenya ni kazi ya watchman na kukimbia na baskeli Nairobi. Wakati watu wanatumia Mercedes Benz. Hebu angalia upusi kama hizo. Ati wewe kama unataka mtu kufanya kazi, ati unatafuta Muluya. Hiyo ati kazi ambayo anasafanya kazi ya umeme. Hebu angalia vitu kama upusi. Na hizo ndio vitu Natembea na sungumuza ya kwamba imefika wakati Muluya ashimike. Muluya amegraduate university. Muluya huyu anachukuliwa afanye kazi ya nyumba. Hebu angalia aibu kama hiyo.
Muluya amegraduate, akona masters. Muluya huyu anaendesha baskeli Nairobi. Muluya huyu hana uwezo. Kwa sababu gani? Umaskini imekithiri kule maeneo ya Western Region. Kwa sababu gani? Wetangula na Mudavadi bana nasema ya kwamba Simba Yesu Mesia ni gavana Trans Nzoia, lazima transform mambo ya maendeleo ya Trans Nzoia, mambo ya maendeleo ya magharibi. Kaunti zote 5 lazima ikuwe chini ya Mheshimiwa George Natembeya. Kwa sababu tunataka mageuzi. Angalia Gusiland. Kaunti 2, Nyamira na Kisii. Aliyefanya juhudi kule Kisii, Gusiland ikuwe tajiri, ndugu yangu ni mtu moja, the late Nyachai Mzee. Huyo ndio mtu alipigania Wakisii. Wakisii wakakuwa tajiri. Hadi wa leo hii Wakisii tajiri. Waenda Minnesota America na Nyachai ndiye aliwapeleka. Tajiri leo hii wameshika constituency moja kule America. Kuja hapa Kenya, ukikuja industry ya matatu Mkisii yako ndani. Kate sisi nani? Nyachai the late. Ukienda mambo ya nyumba, utapata tena nani? Wakisii wako ndani kwa sababu gani? Nyachai the late. Ukienda mambo ya financial, mambo ya uchumi, utapata kina nani? Wakisii wako ndani kwa sababu gani? Nyachai the late. Then sisi tupiga makofi, tudanganye na Wetangula na Mudavadi wakati Natembeya anataka kufanya kama jinsi pia Nyachai alifanya. It is high time Muluya ajue kwamba baba yao kamili, mtetezi yao ambaye anafaa kubadilisha maisha ya Muluya ni George Natembeya.